Asante sana mpenzi wangu Maria kwa kuweza kunielewa na kuweza kunipatia huu msamaha. I promise you sitakukosea tena. Lakini nilikuwa na wazo moja mpenzi wangu. Hebu ngoja kwanza. Kabla hilo wazo, naomba unieleze. Ulivyoondoka na yule mama, nini kilitokea huko mlivyoondoka? Maana uliondoka tu ghafla kupu ukaondoka. Mlipofika kule kwake, nini kiliendelea? Asa ngoja ndo nilikuwa nakuelezea tatizo na papara Maria. Wewe tulia tu. Nikuelezea kila kitu kilichotokea. Ilikuwa hivi. Yule mama aliniita pale kwenye ile meza. Na mie baada ya kwenda kwenye ile meza nikafika nikasema, "Hey madam, nasikia unaniita. Ulikuwa na shida gani?" Akanambia, "Kijana, mimi nimevutiwa na wewe muonekano wako na nini. Unajua mimi nipo kama Msomali." Akasema, "Basi kijana, kwa sababu umeitikia tu kuja kwenye meza yangu hapa." Akanichapa milioni 5 pale pale. Yaani huwezi amini, akaniongezea na milioni 2 kama hela ya kutolea. Yaani unajua mimi hii kitu kinichanganya sana. We, usiniambie. Amekupa milioni 7 mpenzi wangu. Kwa hiyo una milioni 7 sasa hivi. Unazungumzia milioni 7 na nilipotoka naye hapa sasa. Yaani nikaondoka naye, nikaenda naye mpaka kwake. Yule mshangazi ana gari. Tumeondoka hapa na gari yake mpaka kwake. Nimefika kule, kaniongezea milioni 25. Yaani ninapokuambia hapa nina mzigo wa kutosha. Sasa mimi nilikuwa nashangaa mpenzi wangu. Wewe unakurupuka tu na mind. Haujui mimi nimeingia kwenye deal gani. Yaani hii inaweza ikawa ndio njia yetu ya kutoboa. Tutoboa kimaisha, kwa sababu ukiangalia sisi ni wanafunzi wa chuo. Tunategemea mpaka ile abumu iweze kutoka. Sasa inatokea tu ghafla mtu anakukabidhi pesa kama ile mpenzi wangu na kasirika. Mimi nikushangaa sana. Sitaka fulilai jamani. Kwa hiyo Bailam, hapo unataka kuniambia sasa hivi umeshakuwa milionea ghafla tu hivi. Yaani jamani, bahati zingine za mtende. Lakini mimi mwenyewe ni mwanamke, lazima moyo niume jamani. Mimi nikiangalia kidume kama wewe, handsome boy hivyo, alafu nikuachie tu kizembe. Lakini kama umepata pesa, mimi ashukuru Mungu jamani. Yaani mimi matatizo yangu kidogo yanaweza yakasovika. Na ile abaya yangu ambayo nitamani ununulie, ile ya gold. Si utanunulia Ondoa shaka tu, abaya kitu kidogo sana. Lazima nikunitafutie abaya ambayo ni classic, ambayo itendana na wewe. Unajua mimi nilichokuwa nakiwaza, huyu mshangazi amejiingiza kwenye 18 zangu. Kwa hiyo mimi siwezi nikamwacha. Lakini sasa wewe usio unaendekeza wivu, sisi tunatafuta maendeleo ili tuweze kufanikiwa mpenzi wangu. Mimi nitaigiza kuwa naye. Alafu mimi atakuwa ananipa pesa. Hizi pesa ningeona nachukua, tutakuwa tunafanyia maendeleo, zingine nitakuwa nakupatia wewe. Au unaonaje? Lakini Bailam, nyinyi wanaume nawajua. Unaweza ukanibadilikia baadaye hapa. Hapana, siwezi nikafanya kitu kama hicho. Mimi najua ninachokifanya. Yule mshangazi nipo naye kwa ajili ya pesa. Na amejilenga kwangu kwa sababu ya muonekano wangu. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya, mimi nitakuwa nafanya kile anachotaka yeye. Lakini wewe sasa muda huo hata kiniambia yule nani, mimi ainuliza kuhusu wewe. Mimi nikasema tu yule ni mpenzi wangu, lakini ni mwanafunzi tu wa chuo. Kwa hiyo mimi nitakukataa kwa muda, lakini ukataa kwangu, sisi tuna malengo. Nataka nimfilisi yule mama. Nataka nihakikishe kila kitu chake mimi nakisomba. Alafu tukishaweza kupata zile pesa na mali, tunaweza tukaondoka hapa tukaenda sehemu nyingine ya mbali kabisa tukaanzisha maisha. Unaona kitu kama hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakiwaza mimi. Lakini Bailam, kuwa makini, manake hizi pesa za mishangazi hizi zinakuwaga na mikosi mingine. Unaweza ukasema ufanye hivyo, alafu baadaye uwezo ukajua amekuwekea ndagu gani wewe mama. Kuwa makini sana. Hata kama unafanya haya mambo, uwe makini. Lakini pia kumbuka kutumia kinga, manake hii mishangazi hii inakutana na watu tofauti wenye pesa nyingi. Kuwa makini sana mpenzi wangu. Mimi nitakubali kishingo upande, lakini sina budi, nitafanya nini sasa mpenzi wangu? Lakini kuwa makini tu. Sijaamini kama umenikubalia moja kwa moja, lakini nashukuru sana. Mimi nitakuwa makini na nitaongeza umakini sana kwa huyu mama. Hapa lazima tupige pesa mpenzi wangu. Huu mwaka mwingine hatuwezi kubaki vile vile. Ikitokea bahati ya mtende kama hii, lazima tujue kutumia fursa. Ndio hivyo. Basi acha mimi niondoke. Naenda nyumbani, maana kesho inabidi niwahi kwenda chuo. Sawa basi, acha mimi nikapumzike. Kama Mungu akipenda tunaona kesho chuoni. Mogo wa ng'ombe, acha ulamba mwiko, usitukane wakunga, na uzazi ungalipo. Jamani, mambo ya zamani haya.
Mshangazi hapa, mama mwenye pesa yake mjini, mama shughuli. Nani asinijua mimi jamani? Nikitaka kijana yoyote namchukua. Tena napenda vijana wa 2000 jamani. Hizi pesa zote nazipeleka wapi? Manake benki tu zimejaa. Atake niende kazini, anataka tulale. Na nikipata mapesa twende kwenye stare. Ila ni ya moto we, mapenzi ya kitoto mwenzako siwezi. Mshangazi hapa, mama we mama, unanuna we, na wakati pesa hauna. Ngoja mimi niendelee kuandaa pochopocho hapa, najua bebi wangu yuko njiani. Nani anigonga mlango kwa fujo huyu? Fundi bomba madam, nimekuja. Fundi bomba tena? Haya basi, fungua mlango uingie. Nenda karekebisha na kule bafuni kwangu, mabomba yako vizuri. Mambo vipi Alex? Mambo yanaendaje darasani? Ulikuwa wapi mwanangu Bailam siku zote hizo? Nakutafuta mwanangu, mpaka ikabidi nikukavie. Hivi unajua hapa kati tokea msala kuna madam alikuwa anakuulizia hapa. Madam gani ananiulizia? Au hata kuniambia yule lecture wa somo la economics? Ndio huyo. Kumbe unamjua eh? Alikuwa anakuulizia mwenzangu. Juzi ameingia darasani ghafla tu pap, akataka kutoa assignment kwa sababu tulikuwa wachache darasani. Mimi nikamwambia madam, darasani tuko wachache. Sasa unavyotoa assignment, afu anataka kuhesabu zile marks kwenye end of semester. Kwa hiyo mimi nikamwambia, madam bana, ungesubiria tungekuwa wote darasani ndo katoa assignment. Alikuwa anataka atoe hivyo, lakini hivyo mwambie bana, mwanangu Baila mwanaumwa, yuko hoi bin tabani, kalala hospitali. Asailishe, kailisha unajua ameailisha kutoa mtihani ule. Alex, wewe kwa kweli akili zako mimi siziwezi kwa kweli. Kwa hiyo wewe kampanga kama mimi naumwa. Alex. Lakini mimi nakubali sana mwanangu. Kuna kiasi nitakutoa mwanangu, kuna mchongo fulani hivi umetiki. Rafiki yangu Bailam. Yaani mwanangu nakuwa na michongo afu unashindwa kunishtua mimi mwanao Alex mwanangu. Mimi nakukavia mpaka chuoni huku. Basi kuna pata mishe basi niambie rafiki yangu. Unafanya harakati gani mwanangu? Sikia nikupange sasa mwanangu Alex. Wewe ni mwanangu wa damu, sisi ngakuficha. Iko hivi. Mimi bana juzi kati hapa nilikuwa na Maria. Tumekwenda sehemu kwenda kuenjoy, tumeenda kununua kidogo vinywaji. Sasa wakati tumekaa kwenye ile bar, ikatokea ghafla mwanangu nikaona mshangazi. Mama huyo una pesa. Yule mama mwanangu ana hela. Sijai kuona mama mwenye hela kama yule. Kwa sababu pale tulikuwa na bendi ya Mkongo. Yule Mkongomani alikuwa anapiga bendi yake. Yule mama akawa anakwenda kumtunza dola. Just imagine nikamwaga hela nyingi sana. Na pale kwa haraka alitumia zaidi ya milioni 12. Mimi sina hilo alia, nimekaa na Maria nashtukia naitwa na waiter. Bana kaka unaitwa samahani. Kuna mama huko kakuelewa. Anahitaji kuongea na wewe. Nikasema mwanangu si ndio mchongo huu? Baila mwanangu, punguza mwanangu. Tupunguzie basi hata sisi mwanangu. Yaani kila mwanamke anakupenda wewe tu mwanangu. Yaani hapa chuoni mwanangu Beatrice anakuulizia kinoma yani. Acha tu rafiki yangu. Yaani yule mama ana pesa mwanangu. Ameniita pale kwenye meza yake akanichapa pesa. Ngoja kwanza nielekee chuoni kwanza rafiki yangu nikakojoe narudi hapa. Nitakuja nikuelezee kichoendelea. Sawa? Basi poa mwanangu, miacha niendelee kupitia mahesabu hapa economics. Baadaye basi mwanangu. Jamani Baila, mbona nimekuona leo? Nilikuwa nimekumisi kweli jamani. Kulikoni Beatrice? Mbona umenifuata mpaka vyo vya wanaume huku? Na unajua kabisa fika kwamba huku ni wanaingia wanaume tu. Sasa ikitokea akatukuta mtu ndani, unafikiri atatufikiria vipi? Au mfano lecture aje apite hapa kukuta umeingia kwenye vyo vya wanaume. Utanitengezea kesi nyingine Beatrice. Nafahamu Baila kwamba huku ni vyoo vya wanaume. Samahani kwanza kwa kuweza kuingia kwenye vyoo vya wanaume, lakini kwa kweli upendo wangu ndio umenifanya nije mpaka huku. Yaani Baila nakupenda jamani. Kwa kila siku nikijaribu kuulizia darasani, sikuoni, na kufuatilia kila sehemu naulizia mpaka kwa marafiki zako kina Alex. Wanaambia bado haujaja chuoni. Kwani ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi Baila jamani? Yaani nimekuulizia, nimekutafuta kila sehemu. Sawa, hata kama unanipenda sasa Beatrice. Hauwezi ukaja sehemu kama hii, huku ni chuoni sasa. Sasa unadhani mtu mwingine akiingia humu akaja mfano hata Alex akatukuta humu, si ndio kwanza kutengeza skendo nyingine chuoni hapa? Vitu vingine tumia akili rafiki yangu. Unakuja maeneo kama haya.
Ehe, nilikwambia. Unaona sasa kuna mtu atakuja huko.